Amani na salama. Leo tunaadhimisha Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa. Na katika masomo yetu au liturujia ya leo inatupa picha ya Yesu ambaye anatuliza njaa ya watu. Na pia inatupa picha ya Mungu wetu kwamba ni mkarimu, anatoa chakula cha roho. Katika somo la kwanza, Mungu anatualika tuingie katika ufalme wake unaofananishwa na karamu kubwa. Na hiyo inaonyesha kwamba anakuwa mkarimu, na hii ni upendo wa pekee kwetu. Na hiki chakula au hii karamu wanaoongelea katika somo la kwanza ni karamu ya Ekaristi Takatifu tunayopokea kila katika adhimisho la misa takatifu. Kwa hiyo hii sehemu ya Isaya tuliyosoma ni sehemu ya pili. Isaya na sehemu katika kitabu chake kuna sehemu mbalimbali. Hii ni sehemu ya pili ambayo anatuambia juu ya ahadi ya Mungu kwamba siku moja Mungu ataandaa hiyo karamu kwa watu wote. Na Injili kupitia kuongezeka kwa mikate inatuonyesha utimilifu wa unabii wa Isaya kwamba Kristo ni Yesu anaolisha watu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu katika somo la kwanza, nabii Isaya tunamtambua kama nabii wa matumaini, nabii wa upendo. Na leo anatutafakarisha upendo mkuu wa Mungu wetu. Nasema wataandaa vyakula, wataandaa divai, hata bila fedha watakula. Na hiyo namna ndo hicho chakula ambayo tumesikia karamu itaandaliwa kwa watu wote bila kulipa. Lakini kila mmoja ambaye yuko tayari anashiriki hiyo karamu ambaye inaandaliwa na Mungu wetu. Kwa hiyo ukarimu, ndugu zangu, tunatakiwa tutambue kwamba ukarimu kwetu ni tendo la upendo. Kama wewe una upendo, bila shaka huwezi kuwa mkarimu. Na tunapoongelea ukarimu, tuongezeo kwamba ni kumpa mtu chakula, mtu kumpa maji, lakini ukarimu unaweza kuwa kwa vitu mbalimbali, kutoa vitu mbalimbali kwa watu. Wao angalie kuanzia mwezi Januari mpaka sasa hivi ni tarehe 2 mwezi wa 8. Ukarimu wako umefanya ukarimu wa aina gani kwa watu wanaokuzunguka? Ukiona hujatoa hata chochote kwa ukarimu, ujue bado safari yako ndefu. Kwa hiyo tunaalikwa siku ya leo kumwiga Yesu na kumwiga Mungu wetu ambaye alivyo mkarimu. Na pia kwa kupitia hii mifano na kupitia somo la kwanza na mfano aliyofanya Yesu kwa kuwahurumia watu na kutoa ukarimu kwao, tunajifunza ukarimu kutoka kwa Mungu, kwamba mtu hawezi kuwa mkarimu akakosa kumpenda jirani yake, akakosa kumpenda Mungu. Huko mitaani kwetu watu wanaotuzunguka, kuna watu wanakula mara moja, kuna watoto waendi shule au wakienda shule wanashinda njaa. Na kama Yesu tumesikia anatulisha njaa yetu, na sisi ni wafuasi wa Kristo, tunatakiwa na sisi tuwalishe wale wenye njaa. Tusiwaache waende wakajitafutie vyakula kama wanafunzi walivyokuwa wamepanga. Na kitu kingine ambacho tunatakiwa kujiuliza, hicho kidogo tunachosema mimi na kidogo na nisha kwangu peke yangu, ni kidogo cha aina gani? Miujiza inaweza kutokea unaposhirikisha unapowagawia kidogo kile ulicho nacho. Mpe kidogo na wao baki na kidogo, wote mnaishi.
Kwa hiyo katika sala kubwa ambayo tunataka kumuomba Mungu asubuhi ya leo katika Dominika hii ya 18 ni kumuomba Mungu aondoe katika mioyo yetu ubinafsi. Usiwe mbinafsi. Katika sala zako kuwa mkarimu, waombea wengine. Umeombea watu wangapi? Naweza kukuta wewe unakuwa unajiombea mwenyewe tu, wengine wakumbuki. Na katika injili ya leo tumeona Yesu ameangalia juu, ishara ya kuonyesha kwamba kila kitu kinatoka kwa Mungu. Ameangalia juu, baada ya hiyo akabariki chakula, hiyo mikate. Na hiyo mikate baada ya kuibariki ikageuka ikawa chakula cha Mungu chenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Na katika injili ya leo Yesu mwenyewe ndo chakula, na wale wote wanaotaka kuonja chakula hicho lazima waje kwake. Kama unataka kula chakula kinachoandalia na Yesu, lazima uje kwake. Ndio maana tunapokuja hapa katika adhimisho hili tunapata nafasi ya kushiriki Ekaristi Takatifu, chakula cha uzima, chakula kinachotupa nguvu. Na tunaambiwa wale watu wote walikula wakashiba. Hamna mtu aliyeenda na njaa. Wote walikula wakashiba. Imaanisha kwamba Yesu anatupa maisha ambayo hayana kikomo na yamekamilika. Unapotafuta maisha sehemu nyingine, unajua hujaelewa Ukristo wako, hujaelewa Bwana wako ni nani. Yesu anatupa maisha complete. Hamna kusema kuna kitu nakosa, hapana. Kila kitu Yesu anacho na yuko tayari kutupatia chochote. Walikula watu wakashiba, hawakuwa na njaa tena. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa na njaa ya maisha pia, Yesu ndo kimbilio letu. Tumsifu Yesu Kristo. Na pia Paulo katika somo la pili anatutafakarisha na pendo la Mungu, ya kwamba sisi wa Kristo, hiyo pendo la Mungu, hakuna kikwazo kinachoweza kuzuia mpango wa Mungu wa wokovu kufikia watu wote. Wewe hamna mtu anayeweza kuzuia, au kikwazo cha aina gani usionje upendo wa Mungu unless umeamua. Paulo hapa ametuambia hamna labda uchi, shida, dhiki, au udhia, njaa. Asema hamna hatari au upanga. Hamna kitu chochote kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Tumehesabiwa kama watu wenye baraka, watu waliobarikiwa ili kuonja huo upendo. Kwa hiyo upendo wetu tukiuonyesha kwa kusaidia wengine, kwa kuwa wakarimu kwa wengine, Mungu ataendelea kutubariki na hutakuja kukosa kitu chochote, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nawe, na hayo matendo yako nayofanya Mungu atakuwa nayaona, na hayo atakuwa anapitia hayo matendo madogo nayofanya, huo ukarimu mdogo mdogo naofanyia kwa wengine, kuongezea baraka. Na tunatakiwa tujiulize, hivi vitu vidogo mimi ninavyokuwa navyo, vikiwa ndo vinaweza kulisha watu wengine wenye njaa, na mimi sijatambua. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hivi vitu vidogo tulivyo navyo, we share them na wengine, na tunaposhare na wengine tutajua kumbe nina uwezo wa kusaidia watu kiwango hiki, au watu kikundi hiki naweza kuwasaidia na hiki kidogo mimi ninachoona kama ni kidogo. Hamna mtu anaweza kuona mimi na kikubwa. Sijawahi kuona mtu anasema mimi na vya kutosha. Ukianza kuwaza hivyo, utakuja kutembea kama yule aliyosema yule mjinga. Alisema sasa nimevuna vya kutosha, ngoja niweke kwenye ghala zangu, nile, ninywe, nistarehe.
mpaka alivyopewa ujumbe usiku huu leo, roho yako inahitajika. Amani na salama. Kwa hiyo katika matendo yetu tunayofanya, tujiangalie, tuone tunaweza kutoa msaada gani kwa watu wanaowahitaji. Hata kama unajiona kama maskini, kuna mtu mwingine unayemzidi ambayo unaweza kumsaidia. Kitu cha kwanza kinachowezesha hayo yote, haya matendo yafanyike, ni huruma. Tumesikia kwamba Yesu mara ya kwanza aliona akawahurumia. Alipomaliza kuwahurumia akawahudumia. Hayo hawezi kuhudumia bila huruma. Aliona akaona huruma. Labda ningekuwa mimi huyu hawa usiku. Imagine tumeenda kuhiji sehemu mbali. Labda tumeenda Kimbiji huko. Sisi huko tunatumia magari kwenda kuhiji. Lakini kwetu tutaenda kwa mguu. Umeenda huko jioni, hamna kitu. Mnasikia mapadri wanaambia basi nendeni kule madukani mnunue vyakula. Wakati wengine hawana vyakula. Hiyo huruma ndo kitendo cha kwanza kinachotufanya to become human. Nikimwona mtu nikimhurumia, hapo nakuwa kweli naonyesha ubinadamu wangu kwake. Na kuna msemo wa Afrika unasema, ni Mungu anayefukuza nzi kutoka kwa hawa wanyama ambao hawana mkia. Hujawahi kujiuliza hawa wanyama ambao hawana mkia kama ng'ombe? Najua ng'ombe hata nzi au wadudu akinani anatumia mkia wake kufukuza. Nani anasaidia wale wanyama ambao hawana? Ni Mungu anayesaidia hawa wanyama ambao hawana mkia. In other words, inamaanisha kwamba ni Mungu anayesaidia, anayeangalia wale wote wenye mahitaji. Kwa hiyo kama wewe una hitaji lako na hujamshirikisha Mungu, it is high time ujue kwamba Mungu ndiye anayesaidia wale wenye mahitaji. Na mahitaji yetu tuyaweke wazi kwake, naye atatusaidia. Tumsifu Yesu Kristo.